Na mtazamaji, karibu tena. Kwenye ulingo wa siasa ni kwamba waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi amesema muungano wa vyama vya UDA na ODM utahakikisha kuwa Rais William Ruto anachaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mudavadi amelitaka eneo la magharibi mwa nchi kuungana na kuunga mkono serikali ili kuhakikisha Rais Ruto anapata ushindi mkubwa. Alikuwa akizungumza wakati wa mkutano wa mashinani wa chama cha UDA katika kaunti ya Busia. Huyu hapa Giverson Maina na mengi zaidi. Waziri mwenye mamlaka makuu aliongoza viongozi wengine wanaoegemea serikali jumuishi kutoka eneo la magharibi ya nchi katika hafla ya ushirikishaji wa viongozi wa mashinani huko Batula, kaunti ya Busia. Mudavadi alitoa wito wa umoja katika eneo hilo ili kujenga ngome thabiti kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. 2017 presidential election petition. 2022 presidential election petition. Mimi nawaomba 2027, ndugu na dada, tujitokeze, tupige kura ya kidemokrasia, tuondoe kasumba ya petition ili tusipoteze wakati. Tukimaliza kura, watu waanze kazi mara moja, tuepukane na petition. Mudavadi pamoja na viongozi wenzake waliwashtumu vinara wa upinzani wakiwahutumu kwa kueneza siasa za migawanyiko ya kikabila katika kampeni zao. Kuwa kiongozi, kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, it takes much more than slogans. Slogan haiwezi kushinda kura. Ni kupiga kura kwa sababu ya sera, alafu tupate viongozi. Sisi kama jamii tunashirikiana na Wakenya wote wenye nia nzuri kukemea siasa ya ukabila, siasa ya matusi, siasa ya kupaguana, kuambia watu nyinyi hamna share, sijui nini. Hizo vitu hazina maana katika Kenya ya leo. Wakati huo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliendeleza kampeni zake za kutafuta umaarufu wa chama chake cha DCP katika kaunti ya Kiambu, huku akitoa wito wa umoja kwenye eneo la Mlima Kenya. Vuguvugu la Linda Mwananchi nalo lilikuwa katika kaunti ya Kakamega kwa siku ya pili mfululizo, ambapo lilipigia debe kuungwa mkono kwa Edwin Sifuna kama mwaniaji aliyefaa kugombea wadhifa wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kila siku wanatuambia hadi sisi ni viongozi wa kesho bwana. Na hata hiyo kesho wazee ndio wanataka kutuandikia vile tutaishi hiyo kesho yetu. Yaani hawezi kutuachia hata moja bwana. Wakati huo msemaji wa serikali Charles Awino ameonya wapotoshaji wa habari kwamba afisi yake itawachukulia hatua zifaazo kisheria. There's nothing wrong with criticizing government. That is why we have opposition, isn't it? But it must be constructive, it must be factual, isn't it? Yeah, it must be something that we can verify. Owino aliyesema haya katika kaunti ya Siaya wakati wa hafla mchango endelevu kwa lengo la kusaidia chama cha wanahabari wa Siaya. Usiende kazini kama hapa, treat yourself. Giverson Maina, Darubini Wikendi.